unataka Mungu aliyokuwekea asionekane kwako mchawi. Mbona wewe unaloga? Mungu amesema kabisa asionekane kwako mtu alogaye. Alafu huyu mchawi anaenda ibadani, alafu anataka Mungu ambariki. Kwa nini tunamlazimisha Mungu mambo ambayo sisi hatuwezi kuyafanya? Sisi Mungu ametuwekea mambo rahisi tu, mepesi. Mungu anasema usiwaendee wachawi, usiende kupiga ramli. Leo Wakristo wanapiga ramli wengi tu, anaenda kwa siri, amepiga ramli, anafanya uchawi, alafu Jumapili kwa kanisani. Wengi anaenda kupiga ramli kwa ajili ya biashara, kupiga ramli kwa ajili ya ndoa, kupiga ramli kwa ajili ya afya. Wengi wanaenda kwa siri, anapiga ramli, Jumapili yuko ibadani. Haleluya, haleluya. Alafu mtu wa namna hiyo anakuwa anasema, yaani mimi nashangaa, nina maombi, nimeshaomba Mungu anijibu, ninaomba. Kwa nini unachanganya mambo? Mbona umevuka mpaka wa neno la Bwana? Nini maneno ambayo Samueli alimwambia Sauli? Alimwambia hivi, kwa nini wewe umevuka maneno Mungu aliyokuagiza? Mbona ukuyafanya maneno ya Mungu? Mbona ukuyafanya kama alivyokuagiza? Alikuwekea mipaka, akasema ukiingia katika nchi ya Amaleki, angamiza Amaleki wote. Mbona wewe umewaacha? Dhambi ya Sauli kufa sio kwa sababu alikuwa amefarakana na Daudi, sio. Sauli alikufa na kukataliwa na Mungu kwa sababu alikiuka mpaka aliyowekewa na Mungu. Watu wengi wanawaza labda alipigwa kwa sababu alikosana na Daudi. Yeye alikuwa na agano lake na Mungu, sio na Daudi. Yeye alichaguliwa na watu wa Israeli akiwa mtawala, akiwa ni Samueli. Kwa hiyo kama ni vita, ilitakiwa apigane na Samueli, sio Daudi. Sasa Daudi kaja kuingilia ufalme wake, na ndio kitu kilimuuma Sauli, kwamba huyu kijana Daudi anataka kuingilia ufalme ambao mimi nimeutoa kwa nabii Samueli. Kwa neema ya Mungu watu wamenitaka, Mungu akaniona, akanipa. Kwa hiyo watu wengi wanawaza pengine kifo cha Sauli kilitokana alipokuwa anamkimbiza Daudi, Mungu akaamua mlipie Daudi. Hapana, kuacha mpaka wa neno la Bwana. Ndio maana unaona hata alipoenda kwa waganga, mtu yeyote aliyeachwa na Bwana utaanza kuona maisha yake yanakuwa yana msimamo, anaanza kutangatanga kutafuta msaada, leo kwa waganga, leo kwa washauri nasaha, leo pale, amekosa msimamo. Ukiwa na Mungu, sikiliza Sauli alivyosema, anasema Bwana ameniacha, kila nikiuliza kwa Bwana sijibii chochote, wala kwa manabii, wala kwa neno la Mungu, wala kwa Urimu, wala kwa Thumimu. Hata Mungu alijibu hata kwa ndoto. Yaani hata nikiomba nikalala, Mungu hata kwenye ndoto. Ukiona umefungwa namna hiyo, huna ndoto ambazo Mungu anasema na wewe, huna unabii unaotoka kwa ajili yako, hakuna neno linakuonya, ujue umekwisha na Mungu hataki ufike pale. Ikiwa unahitaji kuwa hai kiroho, unahitaji kusonga mbele, Mungu lazima aseme na wewe. Lazima ukiomba Mungu atokee aseme, ukija kanisani lazima Mungu aseme, lazima Mungu akutane na shida ulio nayo. Kama unampenda Bwana, piga kelele na useme amina. Haleluya, haleluya. Lazima. Sasa watu wengi tu wanakuwa wanasema, unajua Mungu alimlipia Daudi. Daudi mwenyewe alikuwa anaogopa kumgusa, kwani alikuwa anajua mkono wa Mungu ulimchagua. Daudi anasema siwezi kumgusa Masihi wa Bwana, lakini ni adui yake, anatafuta kumuua, ila anasema kwa sababu alichaguliwa na Mungu siwezi kumgusa. Anaogopa. Nawezaje kunyosha mkono wangu juu ya mtu aliyechaguliwa na Mungu? Nawezaje kunyosha mkono wangu kwa kinyume naye, mtu ambaye Mungu amemchagua akampaka mafuta? Nawezaje kunyosha mkono wangu kinyume chake? Tena anasema Daudi, anasema baadhi ya watu wakanichochea, nikuue, lakini sikufanya hivyo.